Ndugu yangu katika Kristo, leo masomo yetu yanatoka Isaya 65:17 hadi 21, Injili ya Yohana 4:43 hadi 54. Basi karibu katika tafakari yetu ya leo Jumatatu tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka wa 2026. Bwana ushuke, asija kufa mtoto wangu, enenda mwanao yu hai. Mtu yule akalisadiki lile neno aliloambiwa na Yesu. Mpendwa katika Kristo, tunapoendelea na hija yetu ya kiroho Kwaresma, safari hii ya siku 40 ambayo tulianza kwa Jumatano ya Majivu. Sasa imebaki wiki moja tuingie katika wiki ya mwisho ya Kwaresma. Hiyo jana Jumapili ya furaha tumeianza wiki tulipoona jinsi Yesu alileta uponyaji kwa kipofu, na pia tuliangazia maisha ya mtoto Daudi. Tukapata kujifunza kwamba katika maisha, mpendwa, yule unayemdharau leo, huenda Mungu akamuinua na akawa nyota kwako na kwa familia na kwa jamii nzima. Na pia tukapata kujifundisha kwamba hata kama tutadharauliwa kama huyo mtoto Daudi na kuitwa wakati mwingine viherehere katika mambo ya Mungu, mpendo wangu, tusichoke kutenda wema kwa ajili ya Mungu. Hivyo basi, ndugu yangu, leo hii filamu yetu inaendelea, na leo hii Jumatatu basi tunaona matokeo ya imani kwa Yesu. Leo katika mji wa Galilaya, mji ambao uliitwa Galilaya ya mataifa, ambao ulikuwa na mchanganyiko wa watu wengi wa kitamaduni, na pia mji ambao imani ilikuwa hafifu, tunamuona Yesu na jemedari mkuu. Huyu jemedari mkuu anamuomba Yesu amponye mwanaye. Kwanza ana imani kwa huyu Yesu ambaye anadharauliwa hata na Wayahudi. Lakini kulingana na historia tunaambiwa kwamba huyu jemedari alikuwa Myahudi, na leo hii anaomba msaada kwa huyu mtu ambaye ni Yesu aliyekuwa anadharauliwa. Yesu leo amekuwa wa maana, na pia Yesu leo analeta uponyaji, anafanya muujiza wa kipekee kwa mwana wa huyu jemedari. Basi mpendwa, jemedari huyu anapomwomba Yesu amponye huyu mwanaye, Yesu anamwambia maneno fulani ambayo nimetangulia kuyasema, enenda mwanao yu hai. Na alipoyasadiki basi maneno yale, mara moja mtoto wa huyu jemedari akapata uponyaji. Kumbe katika basi maisha, wapendwa, tunapomkaribisha Yesu na tunapoweka imani yetu kwake, tunapata uumbaji mpya tunaopata katika somo la kwanza. Ndugu yangu, tujiulize kwamba je, tunapopitia misukosuko au changamoto katika maisha, iwe katika familia, iwe katika ndoa, yaweza kuwa magonjwa ya kimwili, kisaikolojia na kiroho, je, tunaweka tegemeo letu la kwanza kwa nani? Tumeshuhudia dhoruba, Mkristo anapopata dhoruba za mahangaiko zinazomfanya kuwa hafifu katika maisha yake. Wengine hutoka na kutafuta msaada wa waganga au kuhama dini na kujiunga na dini nyingine kwa kutafuta miujiza. Mpendo wangu, hiyo siyo imani. Hivyo basi, ndugu yangu, acha Yesu awe wa kwanza. Tuwe na imani kama huyu jemedari. Ukiwa na imani kama huyu jemedari,
mpendo wangu, waweza kuiokoa ndoa yako, waweza kuiokoa familia yako, na pia waweza kuleta uponyaji wa kipekee katika pia maisha yako. Tunapomtanguliza yeye ambaye ni Kristo, huleta uumbaji mpya katika maisha yetu. Yeye mwenyewe amesema, njooni nyinyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mathayo 11:28 hadi 30. Hakika kwa imani, mpendwa, hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo.